Kama tunavyofahamu kwamba kwenye kila msimu kwenye timu kubwa na baadhi ya timu zingine ambazo zinashiriki ligi kuu ya Tanzania bara ama ligi kuu ya NBC, huwa kuna matamasha ambayo yanafanyika. Kwa upande wa Simba linafahamika kama Simba Day, kwa upande wa Yanga linafahamika kama siku ya wananchi, lakini pia kama zingine na timu zingine huwa zinafanywa. Lakini msimu huu baada tu ya bodi ya ligi kuu kutangaza ratiba ya kurejea kwa ligi kuu siku ya tarehe 12 na ufinyu wa ratiba ya namna ambavyo ilivyokuwepo pre-season na vitu vingine, watu wengi wakawa wanasema kwamba inawezekana msimu huu kwa klabu hizo zitafanya matamasha makubwa kama Simba Day pamoja na siku ya wananchi. Hiyo imekuwa tofauti kwa upande wa Simba, na ninavyozungumza na wewe, kama unavyojua kwamba siku ya leo kulikuwa kuna tukio kubwa, tukio la kihistoria kwa upande wa klabu ya Simba. Wameingia mkataba na Ngorongoro, na hapo meneja habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba, namzungumzia Ahmed Ally, aliweza kuzungumza kwamba tamasha hilo katika msimu huu lipo na msimu huu litazinduliwa kiutofauti zaidi, kwa sababu kwenye misimu ya nyuma kama tunakumbuka, kuna msimu Simba ilienda kuzindua jezi katika mlima Kilimanjaro, lakini pia tamasha la Simba Day msimu uliopita pia ilienda kuzinduliwa kwenye hifadhi, kama sikosei ilikuwa Morogoro. Sasa msimu huu pia Simba Day itaenda kuzinduliwa kwenye hifadhi ya Ngorongoro. Yes, na tarehe 25 ndo siku pekee ambayo meneja habari na mawasiliano ya kikosi cha Simba amesema itakuwa ndo siku special kwa upande wa klabu hiyo kwenda kufanya uzinduzi huo mkubwa, uzinduzi wa kihistoria. Mimi nisiwe mzungumzaji sana, ngoja tu ni kupatia maelekezo ama usikie kile ambacho aliweza kuzungumza meneja habari na mawasiliano kikosi cha Simba katika presi ambayo imeweza kufanyika pale mkoani Arusha. Niendelee niendelee kushauri kwamba usisahau kusubscribe YouTube channel yetu kwa lengo la kupata habari mbalimbali za michezo kutokea hapa nchini Tanzania. Huyu hapa meneja habari anazungumza. Ngorongoro tarehe 25 mwezi huu wa 7, Simba Sports Club kwa maana ya viongozi, mashabiki, wanachama, tutakwenda kuitembelea hifadhi ya Ngorongoro na tutakwenda huko kufanya tukio la uzinduzi wa wiki ya Simba. Nyie ni mashahidi, wiki ya Simba hivi sasa tumekuwa tukizindua katika mikoa mbalimbali. Tulifanya uzinduzi huo Morogoro, tumefanya uzinduzi huo Mafinga, Iringa mwaka jana, na mwaka huu tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwenye kreta, kwenye shimo lenyewe lile kreta. Tutashuka kule chini, tutaingia kule chini, wana Simba wote, tutapita mbuga, tutapita hifadhini, tutaona Simba Sports wakiwa hapo, tutaona wanyama mbalimbali, tutaona kila kitu hapo. Moja kwa moja safari yetu tunaelekea kwenye bwawa la viboko almaarufu Ngoitoktok, ndipo ambapo tutafanya uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwaalika wana Simba wote watakaohitaji kuungana nasi kwenye uzinduzi huu. Ruksa, hakuna gharama yeyote, gharama zote za kila mwana Simba kushuka chini kule kreta kwenda kushuhudia tukio hili la kipekee na la kihistoria linabebwa, gharama zake zinabebwa na Simba Sports pamoja na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tunapoelekea takuja kutoa utaratibu namna gani wanasimba wote tutajumuika kuingia Ngorongoro kwenda kufanya utalii na kwenda kuwaona Simba wenzetu. Na kama haitoshi, tumepata mataji msimu huu. Tuna kombe la Muungano, tuna kombe la CRDB, tunakwenda kuwaonesha Simba wenzetu kule chini Ngorongoro mafanikio tuliyopata mwaka huu. Lazima na wenyewe tuwahusishe kwa namna moja ama nyingine kile ambacho si ndivyo? Cheza kwa Mariam. Ni muhimu na wenyewe tukawashirikisha wakaona Simba binadamu. Unajua kuna Simba wa aina mbili.
kuna Simba mtu ambao ndo sisi hapa, alafu kuna Simba wanyama. Sasa lazima twende tukawaoneshe kazi ambayo Simba binadamu tunaifanya huku ulimwenguni, ili wasifikiri ya kwamba tumekaa tu kizembezembe huku ulimwenguni. Tukawapelekee kombe la CRDB, tukawapelekee kombe la Muungano, na tuwaambie ya kwamba msimu unaokuja utakuwa ni msimu wa mafanikio zaidi, wajiandae. Wanachama tutakwenda kuitembelea hifadhi ya Ngorongoro, na tutakwenda huko kufanya tukio la uzinduzi wa wiki ya Simba. Nyie ni mashahidi, wiki ya Simba hivi sasa tumekuwa tukizindua katika mikoa mbalimbali. Tulifanya uzinduzi huo Morogoro, tumefanya uzinduzi huo Mafinga, Iringa mwaka jana, na mwaka huu tunakwenda kufanya uzinduzi wa wiki ya Simba katika mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kwenye kreta, kwenye shimo lenyewe lile kreta. Tutashuka kule chini, tutaingia kule chini, wana Simba wote tutapita mbuga, tutapita hifadhini, tutaona Simba Sports wakiwa hapo, tutaona wanyama mbalimbali, tutaona kila kitu hapo. Moja kwa moja safari yetu tunaelekea kwenye bwawa la viboko almaarufu Ngoitoktok, ndipo ambapo tutafanya uzinduzi wetu wa wiki ya Simba. Nichukue nafasi hii kuwaalika wana Simba wote watakaohitaji kuungana nasi kwenye uzinduzi huu. Ruksa, hakuna gharama yeyote, gharama zote za kila mwana Simba kushuka chini kule kreta kwenda kushuhudia tukio hili la kipekee na la kihistoria linabebwa, gharama zake zinabebwa na Simba Sports pamoja na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tunapoelekea takuja kutoa utaratibu namna gani wanasimba wote tutajumuika kuingia Ngorongoro kwenda kufanya utalii na kwenda kuwaona Simba wenzetu. Na kama haitoshi, tumepata mataji msimu huu. Tuna kombe la Muungano, tuna kombe la CRDB, tunakwenda kuwaonesha Simba wenzetu kule chini Ngorongoro mafanikio tuliyopata mwaka huu. Lazima na wenyewe tuwahusishe kwa namna moja ama nyingine kile ambacho, si ndivyo? Cheka kwa Mariam. Ni muhimu na wenyewe tukawashirikisha wakaona Simba binadamu. Unajua kuna Simba wa aina mbili. Kuna Simba mtu ambao ndo sisi hapa, alafu kuna Simba wanyama. Sasa lazima twende tukawaoneshe kazi ambayo Simba binadamu tunaifanya huku ulimwenguni, ili wasifikiri ya kwamba tumekaa tu kizembezembe huku ulimwenguni. Tukawapelekee kombe la CRDB, tukawapelekee kombe la Muungano, na tuwaambie ya kwamba msimu unaokuja utakuwa ni msimu wa mafanikio zaidi, wajiandae.